Samia Suluhu achukua hatua ambazo zimetikisa taifa la Tanzania na dunia nzima. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Asubuhi ya Jumatatu iliyoamsha hisia kali kuliko taarifa yoyote ya kisiasa katika miezi ya karibuni, Tanzania ilishtushwa na mabadiliko ya ghafla kwenye baraza la mawaziri. Katika tangazo lilotolewa moja kwa moja kutoka Chamwino, Rais Samia Suluhu Hassan alifungua ukurasa mpya katika historia ya uongozi wa nchi, si kwa majina mapya pekee, bali kwa utaratibu ambao umeibua mjadala mzito kuhusu dhana ya uongozi wa kifamilia ndani ya utawala wa Afrika Mashariki. Katika orodha iliyotolewa ama iliyoonekana kutayarishwa kwa uangalifu lakini yenye athari nzito za kisiasa, Rais Samia alimchagua binti yake Wanu Hafidh Amir kuwa naibu waziri wa elimu. Pamoja na uteuzi huo, mkwewe Mohamed Mchengerwa aliwekwa kwenye wizara yenye uzito mkubwa zaidi katika kipindi cha changamoto za afya duniani, wizara ya afya. Wote wawili ni wabunge waliopo madarakani, lakini kuingizwa kwao kwenye baraza la mawaziri kumefungua mlango wa mjadala kuhusu taswira mpya ya uongozi nchini Tanzania. Wanu mwenye umri wa miaka 43 anatoka Makunduchi visiwani Zanzibar. Mmewe Mchengerwa mwenye umri wa miaka 46 anatoka Rufiji. Kwa pamoja wanaunda jozi ya pili ya kifamilia ndani ya serikali, ishara kwamba mara nyingi huchochea hoja kuhusu mkondo wa siasa za urithi katika Afrika ya leo. Haya yote yamekuja wakati ambapo mawaziri 7 waliokuwepo kwenye baraza lililopita walipoteza nafasi zao, na mabadiliko makubwa yaliyochora sura mpya ya muundo wa uongozi katika awamu ya pili ya Rais Samia. Na katika hatua nyingine inayozidisha uzito wa simulizi hili, Samia alimteua Ridhiwani Kikwete, mtoto wa rais wa zamani Jakaya Kikwete, kuwa waziri katika ofisi ya rais anayeshughulikia utumishi wa umma na utawala bora. Uteuzi huo umetokea katika mazingira yanayoeleweka vyema kisiasa kwamba Jakaya Kikwete amejulikana kama nguzo muhimu iliyomsukuma Samia hadi uongozi wa juu wa chama na baadaye urais. Ridhiwani pia ni mbunge wa Chalinze, eneo lililo kwenye mkoa ambako familia ya Kikwete imejikita kwa miaka mingi. Na katika majina mengine yaliyotangazwa, nafasi ya waziri wa fedha ilienda kwa Hamis Musa Omar kufuatia uteuzi wa aliyekuwa waziri katika wizara hiyo Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wiki moja iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ilibaki chini ya Mahamud Thabit Kombo, akidumisha nafasi iliyoshikilia katika baraza lililotangulia. Mawaziri hao na wengine waliotangazwa wanatarajiwa kuapishwa asubuhi inayofuata, hatua itakayofungua rasmi safari mpya ya kisera na kiutendaji. Uteuzi huu wa familia ya karibu katika nafasi nyeti za serikali haujajitokeza kwa mara ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki, ukifanya safari fupi ya mawazo kuvuka mipaka ya Tanzania. Taswira hii imekuwa ikijirudia kwa urais unaoibua maswali kuhusu mustakabali wa demokrasia na muhimu wa uwajibikaji katika bara. Nchini Uganda, utamaduni wa kuwateua jamaa wa karibu katika nafasi za juu za serikali umedumu kwa zaidi ya muongo mmoja. Mke wa Rais Yoweri Museveni alikabidhiwa wizara ya elimu. Binti yao Natasha ana nafasi ndani ya Ikulu. Mtoto wa Muhoozi Kainerugaba ndiye mkuu wa majeshi, na mkwe wa rais anahudumu kama mshauri wa taifa. Zaidi ya hapo, ndugu wa Museveni na mtu wa familia anayehesabika kama kaka wa kambo amekuwa wakihudumu kama washauri wa ngazi za juu serikalini. Kwa hivyo mawimbi ya siasa hizi yanaashiria mtindo wa kuimarisha nguvu za uongozi kupitia familia moja iliyojikita katika mifumo ya kiusalama na kiuchumi ya nchi. Mfano mwingine unaojitokeza Rwanda, huku maswali kuhusu uwezekano wa urithi wa kisiasa yaliibuka baada ya binti wa Rais Paul Kagame, Ingabire Kagame, kuteuliwa kushika nafasi ya juu katika baraza la sera na mkakati. Serikali ililazimika kutoa ufafanuzi kuwa nafasi hiyo haikuwa ishara ya kuandaliwa kwa urithi wa urais. Pamoja na hayo, watoto wengine wa rais wanafanya kazi ndani ya jeshi la Rwanda,
na ni jambo linalosababisha mjadala unaoendelea kuhusu ushawishi wa familia katika taasisi kuu za dola. Katika zaidi ya kilomita 1000 kusini, Sudan Kusini nayo imewahi kuliona jambo hili. Rais Salva Kiir alimteua binti yake kuwa mwakilishi maalum wa rais katika masuala ya miradi, na kwa familia ambayo imeshikilia madaraka tangu taifa hilo lipate uhuru wake, uteuzi wa binti yake ukiibua hoja kuwa huenda upepo wa urithi wa kisiasa ukawa sehemu ya mpango wa muda mrefu wa kujenga mtandao wa uongozi wa kifamilia. Na kwenye upeo mwingine wa bara hili, Equatorial Guinea imekuwa mfano maarufu zaidi wa mwendelezo utawala wa kifamilia. Teodoro Nguema Obiang Mangue, anayejulikana kama Teodorin, amekuwa makamu wa rais na mtu anayesemekana kuwa mrithi wa baba yake kwa miaka mingi. Tangu uteuzi wake mwaka 2016 amekuwa akionekana kama kiungo muhimu katika kusuka mustakabali wa kisiasa wa taifa hilo ambalo limekaa chini ya uongozi wa familia moja kwa karibu nusu karne. Lakini si Afrika pekee yenye mifumo hii. Marekani, taifa linaloaminika kuwa nguzo ya demokrasia ya kisiasa, nalo limejikuta kwenye orodha hii. Katika kipindi chake cha kwanza, Donald Trump aliingiza watu wa familia yake katika nafasi nyeti za ushauri wa ngazi ya juu. Mwanawe wa kiume kupitia ndoa alipewa nafasi ya ubalozi, mkwe wake akawa mshauri mkuu, na mifumo ya kidiplomasia ikapokea watu walio na uhusiano wa karibu kwa rais. Muundo huu umeonyesha kuwa siasa za kifamilia hazizuiliwi na mipaka ya bara wala historia ya mifumo ya kiutawala. Kwa Tanzania, uteuzi wa Samia unaonekana kama sehemu ya mkondo mpana unaozidi kuonekana Afrika nzima, na kuweka watu wanaoaminika, wanaodhaniwa kuwa watiifu na wanaohusishwa moja kwa moja na mtandao wa karibu wa rais. Katika nchi yoyote, hatua kama hii huibua hisia kali, hususan inapogusa moja kwa moja swala la uwajibikaji, taswira ya serikali na imani ya umma katika taasisi huru. Na kwa upande wa kisera, Wizara ya Elimu na Wizara ya Afya ni sekta zilizo na jukumu kubwa katika maisha ya wananchi, zikiweka chini ya watu wa familia ya rais kuongezeka uzito wa mjadala, hasa katika mazingira ambako mageuzi ya elimu na huduma za afya ndizo nguzo za maendeleo ya kijamii. Swali linalojitokeza ni iwapo uteuzi huu unaashiria imani ya rais kuwa uwezo wa watu hao, au kama ni sehemu ya mfumo wa kujenga ushawishi wa kifamilia ndani ya uongozi wa juu. Na hili ndilo eneo ambalo mjadala wa kitaifa na kimataifa unatarajiwa kuelekea katika siku zijazo. Zaidi ya hapo, kumrejesha mtoto wa rais wa zamani Jakaya Kikwete kwenye nafasi ya juu serikalini kunachora picha ya muungano mkubwa wa kisiasa kati ya familia mbili zenye ushawishi mkubwa ndani ya chama tawala. Kwa waliotazama siasa kwa muda mrefu, hatua hii inaweza kutafsiriwa kama mkakati wa kuimarisha uthabiti wa nguvu ndani ya mfumo wa chama. Na kwa watazamaji na wananchi wanaofuatilia mwelekeo wa uongozi, hatua hizi haziwezi kutenganishwa na historia ndefu ya bara, ambapo tawala nyingi zimetegemea familia kuendeleza ushawishi wa muda mrefu. Na chozi na shukurani hutegemea upande ambapo mtu anasimama. Kwa baadhi ni ishara ya kuamini kizazi kipya kilichotolewa ama kilicholelewa katika mfumo wa utawala, na kwa wengine ni ishara ya kulegalega kwa msingi wa ushindani wa wazi. Uteuzi wa mawaziri 7 wapya kuchukua nafasi za waliotemwa umeongeza hisia kwa serikali na inaunda sura mpya yenye mizizi zaidi katika watu wa karibu wa mtandao wa mamlaka. Wizara za fedha, utumishi, afya na elimu zote zinaingia mkononi mwa watu ambao kwa namna fulani wanaunganishwa na historia ya utawala au ushawishi wa familia zilizo ndani ya mfumo wa chama. Jumanne inayofuata mawaziri hao wapya waliapishwa, ama siku ya leo mawaziri hao waliapishwa na kuanza rasmi kazi katika kipindi kinachoweza kubeba mabadiliko makubwa katika matumizi ya fedha za taifa, mageuzi ya elimu, mabadiliko ya afya na utawala bora. Serikali inaweza kuhitaji kujenga upya imani ya umma kwa jinsi uteuzi huu ulivyopangiliwa. Kwa wengi, tukio hili limekuwa mwanzo wa sura mpya ambapo huenda ikafungua mjadala mpana zaidi kuhusu mustakabali wa siasa za urithi, ushawishi wa familia katika uongozi na namna demokrasia inavyojengwa na kuvunjwa kupitia maamuzi ya juu ya nchi.
Kwa sasa baraza jipya limekamilika, lakini simulizi la namna ilivyofika hapo na hatima ya njia inayoelekea Tanzania bado haijamalizika.